Young Africans ipo Singida na mara baada ya kumaliza ratiba ya mchezo wetu uliopita pale Unguja, leo hii tumefika hapa Singida na tunakwenda kucheza na Singida Black Stars hapo kesho. Ratiba imekuwa mechi baada ya mechi, mechi baada ya mechi. Sasa leo nataka nikufahamishe kiutaalamu zaidi, inapokuwa ratiba ya namna hii, mechi baada ya mechi, siku mbili siku tatu tunacheza mechi, je, wakufunzi wetu madaktari wetu wanafanya nini kuhakikisha kwamba wachezaji wanaendelea kubaki na utimamu wa mwili ili mambo yaendelee kuwa bulbul, tuendelee kukusanya alama tatu. Sasa leo ninaye hapa Dr. Moses Etutu. Etutu bwana, karibu tuzungumze na wananchi, tuwape somo hapa, tuwape darasa kile ambacho kinafanyika ili wachezaji wetu utimamu wa mwili uendelee kuwa sawa kabisa. Vipi, habari yako? Salama sasa. Uko vizuri? Niko vizuri. Dokta, nimezungumza na wananchi hapa kwamba kila baada ya siku mbili, safari hii mwezi huu tunakuwa tuna mechi, siku mbili siku tatu tunasafiri tunakuwa na mechi. Nyinyi mnafanya nini kuhakikisha wachezaji wanabaki kwenye utimamu wa mwili? Kwa kawaida kama tumetoka kwenye mechi yenye high intensity siku ya Jumapili, kwa hiyo ukiangalia ni ndani ya siku ni ndani ya masaa 72 na kwa kawaida tunasema ile lactic acid ni ule accumulation ya uchovu kwenye mwili, kusema hadi kuondoka kabisa kwenye misuli na kwenye mwili kuondoka kabisa kwenda kwenye zero, wakati mwingine anachukua hadi masaa 72 kwa kuweza kuondoka. Kwa hiyo tunafanya measure nyingi, ni sio tu kitu kimoja kwa ajili ya kuwasaidia kupata ile recover. Ni measure nyingi kuanzia physical manipulation ambazo tunakuwa tunazitumia, supplements ambazo tunakuwa tunazitumia, rest, kupumzika pia wao tunakuwa tunatumia na kadhalika. Njia ni nyingi kwa ajili ya kusaidia kupunguza ule uchovu na kwenye mwili kwa kiasi kikubwa, hatimaye wanapoenda kwenye mechi nyingine basi wawe katika at least uweze kumaliza kila kitu kutoa, lakini kwa kiasi kikubwa utakuwa umeweza kuondoa hiyo hali ya uchovu na ili waweze kuperform vizuri kwenye mechi inayofuata. Kweli mechi ziko karibu, ni challenge ambayo tunakuwa nayo, lakini hawa ni professional players, kwa kuna means ambazo tunazitumia kwa ajili ya kusaidia, sio kitu kigeni kwao, ni kitu ambacho wamekuwa experience kwa muda mrefu na sisi tupo kusupport na kumake sure mambo yanaenda vizuri. Sawa, tuelezee sasa generally, hapa tumefika Singida, hali ya hewa kama ina utofauti kidogo na kule nyumbani Dar es Salaam na Unguja ambapo tumetoka. Hapa kwa Singida kidogo hali ya joto ni chini, kuna upepo na hali ya hewa ni centigrade, joto lidi ni centigrade 22, 18, 22 hadi 25. Kwa tunasema ni centigrade ambazo ni joto la kawaida, la sio joto sio baridi, ni hali ya kawaida ya hewa. Kwa hiyo tumekuwa tukicheza katika hali za namna hii, tumezoea kwa kiasi fulani, kwa hiyo haitakuwa shida kwa wachezaji na pengine inaweza ikawa tu ni hali ya hewa ya kawaida ambayo watakuwa wakikabiliana nayo. Tofauti tu ni kwamba mechi tunafahamu itakuwa inachezwa wakati wa mfungo, kwa hiyo kuna baadhi ya wachezaji ambao wamefunga na ni challenge ambayo tunakuwa nayo na tunasaidia, lakini tofauti na hapo tunategemea tutakuwa na mechi nzuri tu bila shida yoyote. Vipi hali ya wachezaji wale ambao wako injured na wale ambao wako kwenye training hivi sasa? Tupe ripoti yao. Kwa kikosi kilichokuja nacho leo, wachezaji wote wako kwenye training. Tumekuja na wachezaji ambao wote wako sawa. Walikutoka kwenye mechi ngumu iliyopita ya Jumapili Kariakoo Derby, lakini kuna baadhi ya ile migongano wamepata maumivu ya kawaida tu, tunasema contusion, ambayo tunafanya treatment, haitegemei kazuia wasiweze kujumuisha kwenye kikosi cha kesho. Lakini tulipata pia majeruhi wakati wa mechi, Dickson Job, ambapo yeye taarifa yake tutaitolea baadaye na kueleza maendeleo yake yakoje. Tofauti na hapo, wachezaji wengine wote wapo kwenye kikosi na tumekuja na kikosi kamili na tunategemea tutakuwa na mechi nzuri kesho. Mimi nikushukuru sana, nikutakia kila la kheri. Asante sana. Umezungumza maneno ya kidaktari hapa, kuna wengine ametuacha kidogo. Tutaelaborate pale chini, tutaelezea vizuri. Bwana, hivyo ndivyo namna ambavyo Moses Etutu anatamatisha interview yangu hii siku hii ya leo. Kumbuka kwamba kesho tunashuka hapa kukutana na Singida Black Stars. Tupo katika uwanja wao wa nyumbani. Bila shaka wewe mwananchi ambaye unakaa hapa Singida, njoo ili na sisi wana Yanga tuwe nyumbani hapa. Hapa ni nyumbani kwetu na sisi kwa sababu ya uwepo wako wewe. Mimi ni Alwatan Abdulaziz, mwenzangu ni Frank Mpelumbe. Endelea kufuatilia Yanga TV, subscribe zaidi na zaidi kwa sababu tumeshatimiza lengo la 1 million. Sasa tunamtafuta Al Ahly pale alipo. Yeye ana 2 tunaitafuta 2 sasa hivi mwananchi. Mwenzangu ni Frank Mpelumbe. Endelea kufuatilia Yanga TV. Bye bye.